Nani huyo? Huyo ni nani? Sauti ya risasi ilisikika, msikilizaji. Huyo ni nani? Kutoka msituni akatokea mwanamke asiyejulikana. Ni mrembo sana, tena sana. Mwanamke akazungumza. Baraka, kimbia sasa! Baraka, kimbia haraka! Baraka alikimbia na asijue anaelekea wapi, msikilizaji. Baraka alikimbia sana huku akiwa ameshikilia ramani kwa mkono wake mmoja. Lakini Baraka huku akiwa anajiuliza ndani ya moyo wake, na hakuelewa kabisa kwa nini yule mwanamke alimsaidia. Lakini Baraka alitambua jambo moja tu, ya kwamba maisha yake yapo hatarini. Maskini Baraka alikimbia sana sana kutetea uhai wake, lakini alitambua kitu kimoja tu alichokifuata ni ramani. Hakuhitaji kabisa kuiachia ndani ya mkono wake. Haisei. Ndiyo, hiyo ni sehemu ya 3 ya Kivuli cha Urithi. Karibu tuendelee. Jina langu naitwa Bingwa Katamwa, yani BINGWA. Kisha unaacha nafasi, unaandika KATAMWA, yani Bingwa Katamwa. Karibu katika peji zangu za mitandao ya kijamii kwa jina hilo hilo. Karibu tuendelee na simulizi hii ya Kivuli cha Urithi. Karibu. Ndani ya msitu mkubwa, giza nene likiwa limetanda, Baraka anasimama na kupumua kwa shida sana. Baraka alimuuliza mwanamke, we ni nani na umelijuaje jina langu? Mwanamke alimtazama na kumwonyesha ishara ya mkono kumtuliza Baraka. Naomba utulie. Baraka, hebu kwanza tulia. Kama ningechelewa dakika moja tu, ungekuwa tayari umeshakufa. Baraka alishtuka sana. Ningekuwa nishakufa? Sawa, lakini nataka majibu. Baraka alimkazia sura yule mwanamke. Nahitaji majibu kamili. Wewe ni nani na umelijuaje jina langu? Binti alionyesha sura ya upole, kana kwamba ni mtu wa amani kabisa kwa Baraka, ila si mtu mbaya kwake. Dada alijieleza. Jina langu naitwa Neema. Baba yangu alikuwa mfanyakazi wa karibu kabisa wa marehemu Mzee Mbogo. Baraka alishangaa. Unamaanisha unaijua siri ya urithi wa Mzee Mbogo? Neema alijibu kwa upole kabisa. Najua sehemu yake tu, na ndio maana watu wanatuinda sana. Msikilizaji, baada ya kuulizana maswali na kutambuana vizuri, Neema aliifungua ile ramani na kuanza kuichunguza kwa umakini. Baada ya mwanadada kuichunguza ile ramani, akapata jibu. Baraka, hii sio ramani ya mali, ila hii ramani ni ya siri kubwa zaidi. Baraka akashtuka. Baraka alimuuliza, ni siri gani hiyo? Neema alimjibu, kuna sehemu imechorwa hapa, mlima wa mamba. Baraka alishtuka na kutafakari kwa muda mrefu. Baraka, vipi? Nilisikia mlima huo ulifungwa kwa miaka mingi iliyopita. Neema alitikisa kichwa na kuitikia, ndiyo, na huko kwenye huo mlima
ndiko ukweli ulikofichwa. Oh, sasa nafikiri tuai haraka sana kabla ya huyu mtu aliyenivamia hajatukuta. Kumbuka na yeye anaitaka hii ramani. Ni kweli, kikubwa tuwe makini Baraka. Msikilizaji, upande wa pili, nyumba ya mtu mwenye kofia nyeusi anaingia ndani akiwa na hasira kubwa sana. Mtu mwenye kofia nyeusi asiyetambulika jina lake ni nani alisimama na kuzungumza. Nimemkosa Baraka. Dakika chache baadaye, kutoka gizani alitokea mwanaume tajiri. Tajiri alizungumza. Kijana, kumbuka nilikwambia usiferi. Sasa unaniletea taarifa gani? Mtu wa kofia asiyetambulika aliomba nafasi. Bosi, naomba unipe nafasi nyingine. Tajiri alimtazama kwa hasira na kumjibu, hapana, ila safari hii nitamtuma mtu mwingine, sio wewe mpuuzi. Msikilizaji, macho ya tajiri huyo yalikuwa yamejaa ukatili mkubwa, na huyo ndiye aliyekuwa nyuma ya kila tukio tangu mwanzo. Msikilizaji, haya, tunarudi katika upande wa pili wa Baraka na Neema. Baraka na Neema walifika karibu na mlima wa mamba, lakini walikuta jambo la kushangaza sana. Kulikuwa na kaburi kubwa sana lililoandikwa, siri ikifunguliwa duniani, damu itamwagika. Baraka na Neema walibaki wameduaa huku wakitazamana. Kila mmoja alitamani kumuuliza mwenzake, lakini Baraka akawahi. Neema, hii ina maana gani? Neema akajibu, Baraka, hata mimi sijui, lakini naogopa. Msikilizaji, sekunde 5 baadaye, wakiwa wanaendelea kushangaa na kujiuliza, ardhi ilianza kutikisika, upepo mkali ulianza kuvuma, sauti za ajabu zisizoeleweka. Baraka na Neema walizidi kuchanganyikiwa. Baraka aliogopa sana, akaanza kuzungumza na Neema. Neema, nini hiki? Neema, angalia. Neema, kitu gani hiki? Msikilizaji, maajabu yalitokea makubwa sana mbele ya kaburi. Kaburi lilianza kufunguka taratibu. Neema na Baraka walitoa macho ili kushuhudia nini kitakachotokea ndani ya kaburi hilo. Na huo ndo mwisho wa episodi namba 3. Karibu, usikose kufuatilia episodi namba 4. Je, hilo kaburi lina nini ndani yake? Na kwa nini linafunguka lenyewe? Na yule tajiri tulimuona akizungumza na kijana mwenye kofia nyeusi ni nani hasa? Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare ili uweze kujipatia simulizi hii kwa wakati. Jina langu naitwa Bingwa Katamwa, yani BINGWA. Kisha unaacha nafasi, unaandika KATAMWA, yani Bingwa Katamwa. Karibu katika peji zangu za mitandao ya kijamii kwa jina hilo hilo.